Ujambo msikilizaji, karibu kwenye makala maalum. Baada ya siku nyingi za wasiwasi, maswali mengi bila majibu na ukimya mzito uliokuwa ukiongezeka kila saa, sasa imethibitishwa kwamba Jeff Koinange amelazwa hospitalini na anapata matibabu katika hospitali ya Nairobi. Ni tukio lenye kuumiza moyo kwa kila mmoja ambaye amethamini sauti yake, nguvu zake na mwanga alioleta katika nyumba nyingi. Tumuombe apate joto la kila sala, nguvu za kila moyo unaomtakia mema na faraja ya kujua kwamba taifa zima linasimama pamoja naye. Mponyaji amzunguke, amani mpumzikie, na kutoka katika kipindi hiki ainuke akiwa mwenye nguvu kuliko hapo awali. Jeff Koinange ambaye ni mwanahabari mkongwe na mtangazaji wa kipindi cha Jeff Koinange Live ni sura mashuhuri katika tasnia ya habari na ni miongoni mwa watu wanaopendwa sana na mashabiki wake. Kwa miaka mingi ameunda taaluma ya kipekee si tu hapa nchini Kenya bali pia ni katika ulingo wa kimataifa. Hadithi yake ni ya uthabiti, bidii, mvuto na moyo wa kutokelea, kutafuta na kusimulia simulizi zenye uzito. Jeff Mwaura Koinange alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka wa 1966 nchini Kenya. Anatoka katika familia yenye historia ndefu nchini, ikiwa ni ukoo wa Koinange wa Mbiu, mtu muhimu katika historia ya Kenya. Tangu akiwa mtoto, Jeff alionyesha upekee fulani. Sauti yake nzito na yenye mamlaka ambayo baadaye ingekuwa alama yake ya utambulisho. Alichukua masomo yake katika shule ya upili ya St. Mary's Nairobi, akamaliza alama ya A mwaka wa 1984, lakini baada ya kuingia kwenye vyombo vya habari moja kwa moja alichukua mkondo tofauti. Alijiunga na kampuni ya ndege ya Pan American World Airways kwa mhudumu wa ndege. Ndani ya ndege, sauti yake iliwaacha abiria wakishangazwa. Mtu mmoja alimwambia kuwa ana sauti ya mtangazaji. Hapo ndipo wazo la wanahabari lilipozaliwa ndani yake. Baada ya kuondoka Pan Am, Jeff alihamia Marekani kujiendeleza kielimu. Kuanzia mwaka wa 1987 hadi 1989 alisoma katika King's Community College huko Brooklyn, ambako alihitimu stashahada ya masomo ya utangazaji na usimamizi. Kisha alijiunga na chuo kikuu cha New York na kupata shahada ya broadcast journalism mwaka wa 1991. Elimu hii ilimpa msingi imara ya kiufundi na pia uelewa wa undani wa simulizi za habari, mambo ambayo yangeundwa muhimili wa taaluma yake. Mara baada ya kuhitimu, Jeff alianza safari yake ya habari kwa kujiunga na ABC News 1991 hadi 1992, huku alijifunza uzalishaji wa vipindi na msingi wa habari. Mwaka wa 1994 alijiunga na NBC News kwa mtayarishaji, akazidi kuboresha taaluma yake. Mwaka wa 1995 alianza safari muhimu. Alijiunga na Reuters Television akiripoti habari katika maeneo mbalimbali barani Afrika. Kufikia 1999 hadi mwaka wa 2001 alikuwa chief producer, akisimamia kazi kubwa za uandishi wa habari. Hapa ndipo Jeff alipokita mizizi kama mwandishi jasiri aliyekuwa tayari kufika popote, kulijua na kusimulia. Kisha akapanda ngazi ya kiwango cha juu zaidi. Mwaka
2001 aliteuliwa kuwa mwandishi wa CNN International Africa. Katika kipindi cha miaka 6 aliripoti baadhi ya matukio mazito zaidi: vita vya wenyewe kwa wenyewe Liberia na Sierra Leone, mgogoro wa Darfur, njaa nchini Niger, na pia matukio ya ulimwengu kama Hurricane Katrina na vita vya Iraq. Kazi yake ilimletea heshima kubwa. Mwaka wa 2005 alipata tuzo ya Emmy na 2006 akapotea tuzo za Peabody. Alipokea pia Prix Bioux kwa kuripotia vita nchini Kongo. Licha ya mafanikio, kulikuwepo na changamoto. Ripoti yake kuhusu Niger Delta ilizua mjadala, na mnamo mwaka wa 2007 uhusiano wake na CCN ukafikia kikomo. Baada ya miaka ya kazi kimataifa, Jeff alirudi Kenya na kujiunga na K24 TV kama mtangazaji na mwandishi mkuu. Akiwa K24 alianzisha kipindi Capital Talk. Alikaa hadi mwaka 2012, kisha akaenda KTN ambako alianzisha chapa yake yenye nguvu, Jeff Koinange Live. Mwaka wa 2017 alihamia Citizen TV ambapo JK Live iliendelea kuwa moja ya vipindi vinavyotazamwa zaidi nchini. Pia amekuwa mtangazaji wa kipindi cha asubuhi kwenye Hot 96 FM, akifanya kazi na watangazaji wa heshima mbalimbali. Mnamo mwaka 2019 Jeff alikuwa jaji kwenye shindano la East African Got Talent. Jeff ameolewa na Shaila Koinange tangu 1998 na wana watoto mmoja, Jamal Mbivu Koinange. Ingawa ni mtu maarufu, Jeff hupenda maisha ya faragha, akimwenzi sana mama yake ambaye alilea familia yao. Ni mfadhili na mtetezi wa elimu. Mojawapo ya miradi yake mashuhuri ni maktaba katika Kibera, kuwasaidia watoto kupata vitabu na mazingira bora ya kujifunza. Nje ya habari, Jeff ana kipaji kingine kisicho cha kawaida, muziki wa country. Ameshapiga na mwimbaji maarufu wa muziki huu nchini, Sir Elvis. Mwaka wa 2014 alichapisha kitabu chake cha wasifu Through My African Eyes. Katika kitabu hiki, Jeff anaeleza maisha yake, changamoto, safari za kazi na mitazamo yake kuhusu Afrika na wanahabari. Jeff Koinange ni zaidi ya mtangazaji, ni msimulizi, mwanahabari mwenye ushawishi na kiongozi wa fikra anayemtumia kazi yake kuangazia vita vya majanga